pia na The Islamic Foundation chini ya mwenyekiti Al-Akh Arif Nahdi kwa kuweza kushirikiana na taasisi zote za Sunna kuweza kupatikana kwa tukio hili kubwa sana ambalo leo nchi nzima pamoja na jirani wako pamoja na sisi katika kufaidika kwa yale yaliyoandaliwa katika kongamano hili la siku tatu. Na tunasema jazakumullahu khaira kwa juhudi walioifanya, Mwenyezi Mungu awalipe kila la khair. Ndugu zangu katika imani, mada ambayo nimekalifishwa nayo leo kuizungumza ni suluhisho la changamoto za elimu kwa Waislamu wa Tanzania. Suluhisho la changamoto za elimu kwa Waislamu wa Tanzania. Na nimesema hasa kwa Watanzania kwa sababu ndiko ambako naishi, najua matatizo ya Waislamu katika nchi yetu, na ndio maana sikutaja habari za Kenya na Uganda kwa sababu sina elimu ya kutosha juu ya hali ya Waislamu na elimu zilizokuwepo kule nchi mbili hizi na jirani kwa ujumla. Kwa hiyo mtaniwie radhi ndugu zetu jirani kwamba mazungumzo yangu yatalenga sana kuzungumzia habari za Waislamu wa nchi hii hasa kwa upande wa elimu. Na mazungumzo yangu yatalenga vipengele kama vinne hivi. Kwanza, kuzungumzia kuhusu umuhimu wa elimu katika Uislamu kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'ani na Sunna. Halafu tutazungumzia pia maendeleo yaliyofanywa na Waislamu waliotangulia juu ya swala zima la kielimu, na pia nitazungumzia namba 3, changamoto ambazo zinatukabili, baadhi ya changamoto ambazo zinatukabili Waislamu Tanzania juu ya elimu, na mwisho itakuwa ni suluhisho. Vipi tutatafuta njia za kuweza kuondoa hizi changamoto, ima kuzimaliza kabisa au kuzipunguza. Ndugu zangu katika Islam, Uislamu ni dini ambayo imeletwa kwa ajili ya kuwaongoza wanadamu. Katika jumla ya miongozo iliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuelezea fadhila za elimu na fadhila za kutafuta elimu. Kwa kuanzia, ndugu zangu katika imani, Waislamu wote wanajua kwamba aya ya kwanza iliyoshuka katika Qur'ani ilikuwa imehimiza kusoma, pale Allah alipomwambia mtume wake iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Kwa hiyo hii ni sharaf kwa umma huu kwamba jambo la kwanza alilotuagiza Mola wetu ni kusoma. Kwa hiyo ni kazi ya Muislamu kusoma kama alivyoagiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri ya Mtume inatuhusu sote. Pia katika kuelezea fadhila za elimu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Zumar aya 9, anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, ni sawa wale ambao wenye kujua na wasiojua? Hili ni swali ambalo tumeachiwa wenyewe wasomaji wa Qur'ani tulijibu. Bila shaka hakuna mmoja katika walimwengu atasema kwamba waliokuwa hawakusoma ni afadhali kuliko waliosoma. Nafikiri huu ni umoja wa walimwengu kwamba aliyesoma, aliyena elimu ni bora kuliko ambaye hana elimu. Vile vile aya zimekuja kuelezea daraja ya juu ambayo wamejaliwa nayo wenye elimu, pale subhanahu wa ta'ala aliposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imekuja katika suratul Mujadila aya kwanza, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anawanyanyua wale walioamini
na wale waliopewa elimu darajati nyingi wamenyanyuliwa juu kwa viwango vya juu sana. Hii kuonyesha namna gani Uislamu au Qur'ani ilivyompa heshima mwenye elimu. Ndugu zangu katika imani, tunaona kwamba hizi ni baadhi ya aya tu, kwa sababu tungezungumza aya za kuelezea fadhila za elimu na fadhila za kutafuta elimu ingechukua muda mwingi, lakini tumezungumza kwa mukhtasari kuwapa Waislamu picha kwamba Uislamu au Qur'ani ni kitabu cha pekee ambacho kimehimiza mno masala mazima ya kutafuta elimu au fadhila za elimu kwa ujumla. Vile vile fadhila za kutafuta elimu, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kuitafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Katika kuifafanua hadithi hii, wanachuoni wameigawa elimu katika mafungu mawili. Kuna elimu ambayo kuitafuta kwake ni lazima, wanasheria wanaita ni faradhu aini, na kuna elimu ambayo wanasema ni faradhi ya kutosheleza au fardhu kifaya, kwa maana baadhi ya Waislamu wakijifunza elimu hiyo basi itakuwa ni tosha, Waislamu wengine watakuwa hawajibiki tena juu ya ufaradhi huo. Na ni ipi ambayo ni faradhi aini au ya ulazima? Wanasema wanachuoni ni elimu ya dini. Elimu ya dini, kuijua misingi ya Uislamu, ni jambo ambalo linampaswa kulijua Muislamu yoyote, na atawajibika kuitafuta elimu mara atakapokuwa ni mkubwa wa baleghe. Anatakiwa, kama ikiwa hakupata bahati ya ulezi wa wazazi kumpa elimu ya dini, basi mara kifikia umri wa baleghe, basi ule wajibu wa kuelimisha unahama, unakuja kwako wewe mwenyewe binafsi, kwamba unawajibika kuitafuta elimu hii ya faradhi. Na tukisema elimu hii ya faradhi ni ya kumjua Mola wako, ndio elimu ya tauhidi hiyo. Kujua vile vile mtume wako, yani kuzijua suna zake, na kujua mambo ya msingi ambayo yanakuwajibikia kama vile nguzo za Uislamu na pamoja na nguzo za imani pamoja na nguzo za Uislamu, na mambo ya halali na haramu. Haya ndio mambo ya msingi ambayo Muislamu yoyote anawajibika. Kwa hiyo Muislamu kama amefikia miaka 20-40 hajajifunza chochote katika dini yake, ataendelea kupata dhambi mpaka anaingia kaburini, kwa sababu atakuwa amekwepa wajibu wa kisheria. Na haiwezekani kijana amefikia umri wa miaka 20 hajui kusoma suratul Fatiha. Ina maana kwamba atakuwa anaishi bila kuswali, kwa sababu katika jumla ya nguzo za swala ni kusoma suratul Fatiha. Kama ikiwa hujui ukifika miaka 20, basi unawajibika, utakuja kuulizwa juu ya neema, thumma la tusaluna yawma idhin anin naim. Ndugu zangu katika imani, swala la kutafuta elimu limehesabiwa ni jihadi kama ilivyokuwa jihadi ya kwenda huko vitani. Ni kwamba wanachuoni wanasema kwamba kutafuta elimu hasa ya kisheria ni jihadi mbadala. Wakisema hivi wakitegemea aya Mwenyezi Mungu pale aliposema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Anasema haiwi kwa waumini wote watoke, basi litokee taifa, japo kundi, lende likajielimishe dini,
halafu lije kuwahadharisha ndugu zao pindi watakaporejea huko walikokwenda kwa ajili ya kutafuta elimu. Mwanachuoni Sheikh Muhammad Saleh ibn Uthaymeen anasema aya hii inatuonyesha kwamba kutafuta elimu ya kisharia ya dini ni faradhi ambayo inalingana na jihad. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na sahaba Anas anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabi alilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja, mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta elimu basi huyo yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu ambayo ni jihad mpaka atakaporejea. Kwa maana nyingine kwamba mtu ametoka kwa nia kutafuta elimu, kwa mfano anataka kuondoka hapa kuja Tanga kutafuta elimu, bahati mbaya Mungu akamchukua kwa njia ya ajali ya gari, basi anapata thawabu za ujira aliyekufa kama shahidi. Kwa nini? Kwa sababu katoka kwenye jihadi mbadala. Kupigana ni jihad, kulinda dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutafuta elimu nayo ni jihad. Ndugu zangu katika imani, sehemu ya pili ya mazungumzo haya tutaangalia juhudi za baadhi ya wanachuoni ambao walielewa vizuri hii Qur'ani na kuizingatia. Kwani Allah anamwambia mtume wake, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulil albab. Kitabu hiki inakusudiwa Qur'ani, kimeteremshiwa kwako kikiwa na mibaraka, wapate kuzingatia aya zake, yani waumini, na vile vile wapate kukumbuka wale wenye akili. Kwa hakika wanachuoni waliotangulia walizipitia aya hizi za elimu wakaona tuna haja ya kufanya juhudi ya kufanya mavumbuzi, kufanya ijtihad kwa upande wa masomo ya kisheria na kufanya mavumbuzi mengi katika masala ya kanuni za Allah alizowaumbia wanadamu katika kuwepesisha maisha yao. Kwa hiyo wanachuoni mbalimbali zama za khilafa za Kiislamu nchi mbalimbali waliweza kufungua vyuo vikuu ambavyo vina nidhamu kama vyuo vikuu vya sasa. Katika vyuo vikuu vya kwanza ambavyo vinasimuliwa na wanahistoria wa Kiislamu ni chuo kilichokuwa kinaitwa cha Al-Qarawaniyin, ambapo hivi sasa kiko katika mji wa Morocco, mpaka zama hizo ilikuwa ikiitwa Al-Maghrib. Hiki kilianzishwa miaka 245 Hijiria. Ndani ya chuo hicho kulifundishwa fani zote za dini pamoja na lugha ya Kiarabu. Isitoshe pia fani za elimu ya mazingira kama vile mambo ya hisabat, mambo ya tiba, medicine, au ilmu al-falak. Ilmu al-falaki kwa lugha ya kigeni wanaita astronomy. Hatusudii elimu ya uganga kama wanavyofasiri baadhi ya watu. Elimu ya falak, elimu ya anga ya sayari, walianza kuifundisha katika chuo hicho. Hii ni mifano tu ya baadhi ya vyuo vikuu vilivyoanzishwa zama hizo. Chuo cha pili hiki ambacho mnakisikia kiko Misri, kilianza siku nyingi, kinaitwa Al-Azhar. Hiki kituo au chuo kikuu hiki kilifundisha mambo ya dini kwa ujumla wake pamoja na lugha ya Kiarabu na sayansi ya jamii na mambo ya tiba. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 399 Hijiria. Hivi ni vituo wakati vinaanzishwa kule Ulaya kulikuwa ni dark continent. Hakuna lolote kuhusiana na elimu huko Ulaya hivi sasa. Vile vile kule katika mji ambao mashuhuri ulikuwa ni Cordoba,
wakati Waislamu wakitawala Ulaya ya Kusini, walitengeneza khilafa ya Kiislamu kule. Basi mji mkubwa huu wa Cordoba, watawala wa zama hizo walianzisha masomo maalumu kwenye Almasjidul Jami wa mji wa Cordoba, ambapo ndani ya msikiti huo hakukufundishwa dini tu na ala zake pamoja na lugha ya Kiarabu, pia nako kulifundishwa mambo ya hisabu, mambo ya falaki na mambo ya tiba. Pia kwa upande wa nchi za Arabuni, Iraq hivi sasa katika mji mashuhuri unaitwa Baghdad, kulifunguliwa na khalifa wa zama hizo Baitul Hikma. Palikuwa na maktaba kubwa ya Waislamu pamoja na wanachuoni mbalimbali waliagizwa hapo kwa ajili ya kuelimisha vijana wa Kiislamu. Matokeo ya athari ya vyuo hivi, kulizaliwa wanachuoni mashuhuri mno katika ulimwengu ambao wanatambuliwa mpaka na wasio Waislamu, bali wasio Waislamu wanasema lau kama si watu hawa basi hii Ulaya isingefikia hapa. Katika wanachuoni hao mashuhuri ambao wanatajwa hata na sio Waislamu ni huyu mwanachuoni mashuhuri anaitwa Al-Khawarizmi. Huyu pamoja na elimu ya dini aliyokuwa nayo, alikuwa ni mtaalamu wa elimu ya hisabati na alikuwa mashuhuri. Elimu yake mpaka leo inasomeshwa katika vyuo vikuu mashuhuri, inaitwa algebra, na ndiyo chanzo cha hili jina algorithm. Limetokana na jina lake huyu ambaye alikuwa anaitwa Khawarizmi. Hili neno vijana wetu wakiingia chuoni wanalisikia, lakini kwa sababu wasiokuwa Waislamu wanapenda kuficha yale yaliyofanywa makubwa ya Waislamu, wakitajua haya majina kwa lugha za kigeni wanaona hawa labda walikuwa wazungu. Katika mwanachuoni mwingine mashuhuri ambaye alikuwa mashuhuri akiitwa Ibn Sina, wazungu mpaka leo wanamuita Avicenna. Huyu alikuwa ni mtaalamu mkubwa sana wa elimu ya lugha ya Kiarabu, pamoja na kwamba yeye hakuwa Mwarabu. Yeye alikuwa ni mtu wa Bukhara ambayo hivi sasa ni Urusi huko, lakini alikuwa akijua lugha ya Kiarabu vizuri sana. Alikuwa mshairi wa masomo ya Kiarabu na alikuwa akijua fiqh na alihifadhi Qur'an. Katika elimu ambazo alizisoma na kazimudu ilikuwa elimu ya falsafa, lakini bahati mbaya hizi elimu za falsafa alizitoa kwa wasiokuwa Waislamu. Basi alibeba fikra nyingi ambazo wanachuoni leo walisema zilikuwa ni fikra za ukafiri, isipokuwa wanachuoni wananukuu kwamba mwisho wa maisha yake huyu bwana alitubia. Na sisi tunaitakidi Waislamu at-tauba tajibu ma kabla, toba inafuta madhambi yote yaliyopita. Ala kulli hal tunasema ni Muislamu, ama mwisho wake tumwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama toba imekubaliwa haikubaliwa ni Allah, lakini dhahiri ni kwamba wananukuu wanachuoni kwamba alitubia juu ya yale makosa aliyoyafanya. Si huyo tu, bali kuna mwanachuoni mwingine ambaye anaitwa Ar-Razi. Huyu naye wanamuita Rhazes. Huyu alikuwa ni daktari bingwa na mkemia, mtaalamu wa somo la chemistry. Katika watu waliogundua mambo ya kemikali, huyu alikuwa mashuhuri, na wakati huo huo alikuwa ni mwanachuoni wa dini vile vile. Pia alikuwa ni mtaalamu wa somo la fizikia na jingine wanaita anthropolojia. Hawa ni wanachuoni ambao aliibuka miaka 973 miladia. Mwingine mwanachuoni au wanachuoni mashuhuri ambao wanatajika kila pembe ya ulimwengu hadi leo ni al-Imam al-Ghazali, pamoja na mwanachuoni mashuhuri Ibn Taymiyyah na Ibn Khaldun na Ibn Qayyim rahimahumullah. Hawa walijumuisha
elimu za dini, falsafa, pamoja na elimu za mazingira kama vile elimu ya jamii, akiwemo na mwanachuoni Ibn Khaldun mashuhuri, ambazo baadhi ya principles zake za mawazo aliyoyatoa katika elimu ya jamii zinatumika mpaka leo katika ulimwengu wa Uislamu na soko wa Uislamu. Ndugu zangu, hawa wote walikuwa wanachuoni wa Kiislamu ambao wamebeba elimu zote mbili, elimu za dini pamoja na elimu za mazingira. Kwa hakika ni watu ambao twasema kwamba tunajivunia nao, kwamba kulikuwa na wakati ulikuwa ukiitwa kule Spain ambayo ni Andalus, walikuwa wataalamu wanasema ni asru dhahabi, ni golden era, yani Waislamu waliibuka kuwa ndio umma wa juu kabisa. Ilikuwa vijana wa kizungu wakitoka nchi za Scandinavia wanakuja kusoma Andalus kwa lugha ya Kiarabu, halafu wakipeleka elimu katika nchi zao kuweza kufanyia tarjama katika lugha nyingine. Ndugu zangu katika imani, utukufu wote huu unaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautabiria katika suratu Nur aya 55 pale aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Mwenyezi Mungu anaahidi waumini kwa ujumla na wale wenye kutenda matendo mema atawajalia kuwa ni makhalifa katika ardhi, mabwana katika ardhi hii, na isitoshe atawabadilishia, atawamakinishia dini yao itakuwa ndio dini shinde, na isitoshe mwisho atawabadilishia hofu walizokuwa nazo katika nyoyo zao kuwa ni amani. Kwa hiyo kipindi Waislamu wametawala, wamekamata elimu hizi, dunia ilikuwa imesalimika kwa sababu walibeba kheri ya dunia na akhera. Lakini tujiulize Waislamu, mbona haya unatuelezea shekhe hayaakisi na maisha ya Waislamu leo? Kwamba mbona tuona Waislamu wako nyuma sana kwa kila kitu, isipokuwa mada hii tunataka tuzungumze unyuma wa kielimu. Mbona leo tumekuwa nyuma mno, na wala sio jambo ambalo linahitaji kwenda chuoni au chuo kikuu au shule primary kujua kwamba tumepitwa na wasiokuwa Waislamu katika masala ya kielimu. Upande wa elimu, mfano hapa nchi yetu utakuta Waislamu na wasiokuwa Waislamu wako vizuri kwenye masomo ya msingi. Vijana wengi wa Kiislamu wanasoma, hasa ukizingatia kwamba serikali imejenga mashule ya kata, iwe ni ya msingi ya sekondari, bali imelazimisha kwamba kujengwe masekondari kila kata. Kijana akimaliza sekondari O level anapanda na kuja A level. Sasa hapa kwa utafiti unaofanywa inaonekana idadi ya Waislamu inapungua, kwa maana ukilinganisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wanaofaulu kwenda form 5 wengi ni wasiokuwa Waislamu. Wako Waislamu wanafaulu, lakini kwa idadi utakuta Waislamu wako wachache kuliko wasiokuwa Waislamu. Halafu kwenye hatua inayofuatia baada ya hapo, ambayo ni chuo kikuu au vile vyuo vinatoa masomo ya diploma, utakuta idadi inazidi kupungua ya Waislamu. Na kama utawakuta huko Waislamu vyuo vikuu, walio wengi wako katika masomo yasiyokuwa ya kisayansi au arts. Ukienda kwenye vitivo vya kisayansi, walio wengi ni wasiokuwa Waislamu. Mimi na wanangu baadhi wanasoma vyuo vya serikali, chuo kikuu. Yuko kijana wangu mmoja anasomea uhandisi wa makompyuta haya, ananiambia baba, hapa darasani tuna watu karibu 100, Waislamu tuko 6 tu. Yuko Mbeya huko.
na inaonyesha wazi, kuna vijana wamefanya utafiti kwamba idadi ya Waislamu ni ndogo mno. Yote haya ni kwa nini? Wanasema kuna changamoto zilizojitokeza zamani ambazo zimeathiri Waislamu mpaka leo. Kule kulikosifiwa kwamba kulikuwa ndio golden era, Andalus, Baghdad, tawala za Kiislamu zilikuja kusambaratika wakati Waislamu walipoanza kugombana, ikhtilafu wenyewe kwa wenyewe. Uadui baina yao ukawapa nafasi wasiokuwa Waislamu kujipanga na kuwatumia baadhi ya makundi yaliyokuwa yakigombana kwenda kuwafeka Waislamu wote. Hivi ninavyokuambia, Andalus hivi sasa iko chini ya wasiokuwa Waislamu, wakati Waislamu walikuweko Spain karibu karne 9 kwa mujibu wa historia ya Kiislamu. Na katika maafa yaliyowapata Waislamu, waliuliwa na vitabu vyao vilichomwa moto. Hivyo hivyo kule Baghdadi walipokuja hawa watu kutoka Asia ya mbali, Mongol wanaitwa hawa Mughul, walivamia miji ya Iraki na Shamu, wakawaua Waislamu, wakenda wakachoma vitabu vyote au vingi vya Waislamu. Kuanzia hapo ukaanza kudhoofika Waislamu, na khilafa iliyobakia ambayo ilikuwa ikiongozwa na dola mashuhuri Ottoman Empire au khilafa Uthmania, ilikuwa makao yake makuu ya Uturuki. Kukafanywa mbinu nazo kwa Waislamu, ikaangushwa rasmi hivi karibuni mwaka 1924. Pale sasa ndio pakaanza kusambaratika Waislamu kwa upande wa tawala za kisiasa na kwa upande wa elimu. Jambo jingine ambalo limeathiri sana Waislamu ni koloni za wazungu juu ya mabara, mfano kama la Afrika na baadhi ya nchi za Waislamu. Kama mnakumbuka vijana wasomi, kwamba kulikuwa ni kikao maalumu kilifanywa na baadhi ya nchi zenye nguvu kule Ulaya, ikiwepo Uingereza, Ujerumani, Utaliano, Ubelgiji na baadhi ya nchi za Ulaya. Walifanya kikao maalumu ambacho kilikuwa mashuhuri, kinaitwa Berlin Conference kule Ujerumani. Lengo na madhumuni wenyewe walitamka, walisema ni scramble and partition of Africa. Lengo la kikao hicho ni kugawana sahani ya pilau ya Afrika. Ni nani akatawale Afrika, na kama atatawala Afrika apewe nchi gani? Kwa hiyo ramani iliwekwa kubwa ya Afrika pale, wakaanza kugawana na kugombania kwamba wewe katawale nchi hii, wewe katawale nchi hii, na wewe katawale nchi hii. Tanganyika ilichaguliwa kuwa iwe ni koloni la Mjerumani. Baadhi ya nchi nyingine zilichaguliwa kuwa ni koloni wa Taliano. Kuna baadhi ya nchi nyingine zikachaguliwa ziwe chini ya koloni la Waingereza, kama Kenya ilikuwa mojawapo. Lakini angalia katika maazimio ya kikao hiki, moja ya maazimio, ukitaka kuangalia, ukiingia kwenye Google kaangalie kile kipengele ambacho kilichosema kwamba wamekubaliana wakoloni wote, kila atakayekwenda katika nchi ya Afrika ahakikishe kwamba anasaidia kanisa na anawasaidia misionari wa huko, na kama itawezekana pia kuwafanyia bajeti kwa ajili ya kuendeleza dini ya Kikristo. Hili si jambo naeleza mimi, mtu akitaka aingie kwenye ChatGPT au kwenye Google aulizie zile maazimio ya Berlin, atakuta hilo. Sasa tuliathirika kiasi gani Waislamu wa Tanganyika, kwamba walipoingia Wajerumani hapa waliwapa nguvu sana misionari waliokuja kueneza Ukristo, na bahati mbaya
Katika mtawala aliyopokea kwa mikono miwili ni mfalme wa Zanzibar. Wakati huo alikuwa kitawala hii pwani ya Afrika Mashariki yote mpaka Lamu Kenya, Mombasa, Lamu, Malindi, hii pwani yote ilikuwa chini yake. Yeye aliandikia barua ya kuwabariki kina Kraft na Rebman kwamba jamani, mnajiwa na watu wa Mungu fulani na fulani. Kwa hiyo wale watawala wake wadogo waliokuwepo pwani, kwa hiyo wapokeeni hawa na muwasaidie kila njia ya kueneza neno la Mungu. Kwa upande wa bara, sehemu ya kwanza walianza kupokewa ni mji wa Bagamoyo. Ndio utakuta ukiangalia kihistoria, kanisa la kwanza kujengwa hapa Tanzania lilianza pale Zanzibar miaka 1800 na kitu, halafu likaja kufuatia kanisa la kwanza kwa upande wa bara ilikuwa Bagamoyo. Na pia katika makanisa ya mwanzo kuna kanisa moja liko hapa Muheza Tanga, pia katika makanisa ya mwanzo yaliokuja. Kwa hiyo walipata barua ya baraka. Kwa hiyo kazi aliyofanya pamoja na malengo ya ukoloni kuchota rasilimali za nchi, lakini ilikuwa wakati huo huo kutengeneza, kuwapa nguvu wasiokuwa Waislamu hasa Wakristo ili waweze kutawala. Kitu gani waliwafanyia Wakristo? Waliwasaidia kujenga makanisa na pembeni kukawa na mashule. Kweli hii ndio ikawa sababu ya leo wasiokuwa Waislamu hasa Wakristo wako juu sana kielimu, hasa elimu ya mazingira. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wakati huo, katika ule uzorota uliofanyika baada ya watawala wao huko Waislamu walivyoanguka kielimu, walibaki na elimu ya dini. Tena elimu ya dini iliyowasili huku kwetu haikuja katika ukamilifu wake. Kwa hiyo Waislamu wengi walichanganya dini na mila. Ndio haya tunaita mambo ya bid'a, kwamba mafunzo ya dini yakachanganywa, na kwa hayo Waislamu wakawa wametosheka. Sasa nini kilichotokea? Wamisionari walifanya juhudi ya kuwachukua wananchi wa Tanganyika waliokuwa wasiokuwa na dini au Waislamu, kuwaingiza mashule yao na kutumia mbinu za kuwabadilisha dini. Baadhi ya wazazi walipoona kwamba watoto wao, hasa wale wazazi wenye dini yao, kwamba wakienda mashule ya kanisa watabadilishwa dini, wakakataa kata. Kuona kwamba watakwenda kusomeshwa ukafiri kule, kwa hiyo itasababisha watoto wetu kubadilika. Na kweli kuna Waislamu wengi ambao walipelekwa hayo mashule vijana wakatoka kuwa ni Wakristo, na ishara ziko wazi. Tuna mwalimu mmoja alitufundisha shule ya msingi, alikuwa anaitwa George Othman. Kiangalia historia yake, kazaliwa Muislamu lakini alisoma shule ya kanisa, kabadilishwa dini. Na pia mnakuta hata kulikuwa na mawaziri nchi hii wakati huu wa nchi ya Tanzania walisoma katika mashule yake. Utakuta kuna waziri akiitwa Ana Abdullah, ni Mkristo lakini baba yake alikuwa wapi, kapoteza dini yake alipoingia katika mashule. Kwa hiyo hiki kikawa ndio chanzo cha kupata nguvu wasiokuwa Waislamu. Huku Waislamu maskini ya Mungu, kuna wengine waliogopa kwenda kule kwa sababu wanaona watoto wao wataingia kwenye kufuru. Wale ambao waliingia, wachache walibahatika kumaliza mashule bila kubadilisha dini, na walizidi kupata nguvu kwa sababu wakati wanamaliza yale mashule, hasa kipindi hiki cha utawala wa Mwingereza baada ya kumshinda Mjerumani, walikuwa wakifika darasa la 4 tu wanapewa kazi. Na hasa mtu kafundishwa Kiingereza, mara nyingine anakuwa ni RPC kamaliza darasa la 4. Kwa nini? Kwa sababu wajua Kiingereza. Na huku wakiwafundisha watoto elimu za ufundi, useremala, ukulima, mambo tofauti. Kwa hiyo vijana wale ambao wazazi wao waliogopa wakabaki wako nyuma kielimu. Wale ambao hakuogopa wakawa mbele, ima wabadilishwe dini
au wameficha dini zao mpaka wamemaliza. Kwa hiyo hii ikawa ni moja ya sababu kubwa ya Waislamu kuzorota sana kwa upande wa elimu. Na hali iliyokuwepo, serikali zilizotangulia zilipendelea sana jumuiya za kikanisa kwa ile kuwapa fedha maalum za bajeti za serikali. Jingine ambalo limekuwa ni sababu ya changamoto, Waislamu kutokana na athari hiyo, kuna baadhi ya watu mpaka leo wameona kuwapeleka watoto wao mashule ni kwenda kuwatia kwenye ukafiri. Kwa hiyo wamekataa kabisa. Ilivyokuja mpango wa serikali wa elimu ya lazima kwa mtoto wa msingi ndio wamewapeleka, lakini mara wakimaliza mashule ya msingi wanawatoa, hata wakichaguliwa sekondari wapeleke. Wamekuwa na mfano na mawazo chanya, pamoja na kwamba wanaona kweli wakienda huko watoto wanaharibika. Na ukweli uliopo ni kwamba tunakubaliana Waislamu na wasioislamu kwamba mashule yamekuwa ni sababu ya kuharibika watoto wa akhlaki zao, hasa ilivyokwenda kwamba nchi zilivyotawaliwa zikapewa uhuru, zikapewa mfumo ule ule wa wazungu. Hili neno demokrasia lilienezwa na wazungu katika nchi zote za Afrika, na kukaondolewa nidhamu ya ufalme na uchifu, pigwa marufuku, kwamba watu wanataka waishi kwa amani na salama, walivyoona waishi maisha mazuri ya maendeleo ni kuwapa watu uhuru. Ndio hili jambo linaitwa demokrasia, kwamba watu ndio watawale maisha yao wenyewe, wajichagulie mambo wanayotaka. Na pia wakawekea nidhamu ya secularism, kutenganisha dini na siasa, elimu ya mazingira na elimu ya dini mbali. Kwa hiyo athari za mashule haya ambayo tunayaona mpaka leo, kipaumbele kinatolewa na serikali ni masomo ya sekula. Tumeambiwa kuna masomo ya dini madarasani, lakini ukweli hakuna hata siku moja serikali imetoa bajeti maalum kwa ajili ya walimu wa dini. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu kwa kujitolea ndio wanaingia kwenye mashule, ni wachache mno. Sisi tumetoka katika miji ya Waislamu Tanga, kuna mashule yako mjini hayajawahi kuingiliwa na walimu tangu darasa la kwanza mpaka la 7. Seuze miji isiyokuwa Waislamu. Kwa hiyo hii inakwenda kumtengeneza kijana ambaye ni msekula, hatambui uwepo wa Mola, hatambui uwepo wa Mtume. Ndio hizi fujo mnazosikia ambazo Sheikh Shamsi jana alizungumza, wanakuwa waathirika wa mwanzo wa hizi social medias. Kwa nini? Kwa sababu hawana misingi ya dini na imani. Jingine ndugu zangu katika imani, jambo ambalo tunaliona upande wa udhaifu wa Uislamu, mahala ukikuta kuna mahala pana elimu kwa Waislamu, utakuta Waislamu wanamiliki vyuo hata vikuu, mbali ya vyuo vingine vidogodogo, mashule ya sekondari, vyuo vya ufundi au mahospitali manini. Lakini ajabu ya nchi hii, athari iliyowapiga Waislamu juu ya mambo haya, mpaka leo Waislamu wa Tanzania bara wanamiliki chuo kikuu kimoja, tena hicho wamepewa na serikali baada ya kuilaumu serikali. Ni zama za Mheshimiwa Mkapa, chuo kikuu kilichokuwa Morogoro, chuo cha Waislamu wala sio cha Kiislamu, chuo cha Waislamu. Nafikiri mnanielewa tofauti baina ya chuo cha Kiislamu na chuo cha Waislamu. Hiki ni chuo ambacho lugha nyepesi tunasema ni chuo cha Asante Mkapa. Baada ya hapo hakuna juhudi yoyote imefanywa na taasisi yoyote ya binafsi ya Waislamu kutengeneza chuo ambacho asili yake ni Waislamu wenyewe. Ukiangalia kwenye mitandao, hebu kaulize wasiokuwa Waislamu hasa Wakristo wana vyuo vikuu vingapi? Utalia.
wasiokuwa Waislamu, kwa maana Wakristo tu wanamiliki vyuo vikuu 12 hapa nchini. Vya serikali ni 12. Kwa hiyo mechi draw baina ya vyuo vya Wakristo na vyuo vya Waislamu, wakati Waislamu wana chuo kimoja, na chuo kimoja hicho cha Waislamu hakina elimu za sayansi au daktari au handisi. Halafu angalia mipango iliyowekwa sasa ya serikali, uangalie hali ya baadaye Waislamu itakuwaje. Nimeona sera ya maendeleo, wanaita dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja. Kwanza mkae mkijua kuna cheo kinaitwa katibu mtendaji wa kijiji au wakati, ni mwajiriwa wa serikali. Mpaka sasa ili uajiriwe kuwa katibu mtendaji unatakiwa uwe angalau na diploma ya aina yote, basi ndio utaajiriwa na serikali kuwa katibu mtendaji. Sasa hebu niambie ndugu zangu, ni Waislamu wangapi wamejinyakulia shahada za diploma kwa idadi ndogo hii ya shule za Kiislamu ukilinganisha na mashule mengi ya soko Waislamu hasa Wakristo? Kwa hiyo kwa hali yoyote makatibu watendaji walio wengi sio Waislamu. Sasa la kutisha zaidi, mpaka 2050 dira ya serikali, katibu mtendaji tu atakiwa awe na degree. Sasa hebu niambie, kwa chuo hiki kimoja kulinganisha na 12, pakitokea maombi ya kazi, ni idadi gani kubwa itapeleka maombi hapo? Yaani kuonyesha kwamba baada ya miaka 50 kama sisi tumebaki katika hali kama hii, basi ni maafa makubwa na tuyataraji huko mbele. Ndio nitakuja kuzungumza hapa suluhu ya changamoto hizi. Hapa nimeelezea kwa muktasari jamani, hasa upande wa kielimu, lakini Waislamu tumedhoofika katika mambo mengi sana. Katika jumla ya mambo ambayo tunasema kwamba yanaweza yakawa suluhisho, kwanza ni kuboresha misimamo ya dini kuhusu elimu kwa Waislamu, kuondoa zile fikra kwamba hizi elimu za mazingira ni ukafiri. Si kweli. Elimu za mazingira hizi zilianzishwa na Waislamu, zitakuwaje ni ukafiri? Au wengine wanakuwa ni kinyume chake, wazazi wanaona ni bora kumpeleka kwenye elimu ya mazingira kwa sababu au kimpeleka kwenye dini, what next? Kitu gani kitakuja baada ya hapo? Mimi nakumbuka wakati nimechaguliwa kwenda kusoma Saudia, wallahi vijana wenzangu walikuwa wanauliza, unakwenda kusoma nini huko? Naambia dini. What next? Kwa nini? Kwa sababu uhalisia kipindi hicho mashehe walikuwa hawana lolote katika jamii, hawana impact yoyote katika jamii. Kwa hiyo walikuwa wakisema, wewe utakwenda soma, hasa unakusudia kusoma nini? Sheria. Kwani nchi hii ina makadhi? Tunapoteza wakati bwana. Na kuna wenzetu tulikwenda nao kule walikataa kujiunga na kulia yote ila ya lugha ya Kiarabu. Ukimuuliza kwambia angalau nikirudi naweza nikapata kazi ubalozini wa tarjama. Angalia sasa, hizi fikra zinataka ziboreshwe, na hii kazi ni majukumu makubwa kwa mashehe walioelewa, kuelimisha umma wa Kiislamu waelewe tulikotoka na tulivyo hivi sasa na huko baadaye kukoje. Ndio suluhisho mojawapo hili ndugu zangu. Jingine ndugu zangu ni kuanzisha na kuimarisha taasisi za kielimu mbalimbali, vikianza upande wa elimu ya chekechea. Tena elimu ambayo itatolewa kwa zama zetu hivi sasa ni lazima iwe integrated, elimu jumuishi, kwa sababu ulimwengu unapokwenda tunahitaji shekhe anayejua teknolojia nini, kwa uchache awe anakwenda pamoja na mazingira. Hivi leo shekhe, kama hujajua kazi ya akili mnembo, wanaita intelligent nini,
artificial intelligence. Kama shekhe hujui mpaka leo, ujue umeachwa nyuma vibaya mno. Aliyosema Sheikh Shamsi jana kwamba ulishapita ulimwengu wa utandawazi, sasa umeingia msimu wa akili mnembo. Hawezi kuwa shekhe mpaka leo hajui matumizi ya kompyuta. Kwa hiyo ni lazima kuanzishwe vitengo mbalimbali, vikianza nursery school, primary school, kwa sababu tunalazimishwa kufuata syllabus za serikali upande wa masomo ya secular, na sisi tuimarishe masomo ya dini katika shule zetu, shule za primary, za sekondari, na hata tukipata chuo kikuu basi kiwe ni chuo kikuu cha Kiislamu, sio cha Waislamu, cha Kiislamu, kwa maana kijana akitoka kule anatoka ni Muislamu safi mwenye kujitambua. Huyu ndio atakuwa na impact katika maisha ya Waislamu. Kwani kipindi hiki jamaa, hali ya Waislamu tuliokuwa nayo, kuna msemo wa Uingereza walikuwa wanasema while others are walking we must run. Sasa mimi nimeugeuza huu mfano kwa munasaba wa Waislamu, nasema while others are running we must fly, la sivyo tutaachwa mbali mno kwa hali halisi iliyokuwepo. Jingine ndugu zangu, baada ya kuangalia huu mfumo wa integration, kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika mpango wa walimu, kukithirisha vyuo vya ualimu na kutengeneza walimu wa malengo maalum, kama walivyofanya Wakristo. Wametengeneza vyuo vya ualimu kuwafanya watu wakitoka hapo waende wakaeneze sadaka, na sisi twasema tueneze Uislamu, dini ya amani. Na wallahi Uislamu ukienea popote pale ni amani tu. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu sio washirikina. Mwenyezi Mungu anasema walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn, ni Waislamu hao. Na ukiangalia kihistoria, kimazingira, maeneo ya Uislamu ndio yenye amani kwa kawaida. Maeneo ya soko Uislamu watu wachinjana kila siku, habari kwenye magazeti. Kwa nini? Tunalea jili ambayo inamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine katika maboresho ndugu zangu, kuchangamkia fursa za elimu za juu. Hapa ndio ninaposema kuna haja sasa sisi wana Afrika Mashariki Waislamu tushirikiane kwa hilo. Sisi ndugu zenu wa Tanzania ni madhaifu, vyuo vya Kiislamu ni vichache. Bara kuna kimoja, Zanzibar nafikiri kuna viwili vya Kiislamu, lakini idadi ya Waislamu ni kubwa mno. Kwa hiyo inakwenda kwamba vijana wengi wanakosa elimu. Kwa hiyo kuna haja kwa wenzetu kama wana nguvu fulani, basi kuanza kutoa fursa za kielimu katika nchi hizi zilizokuwa jirani. Alhamdulillah, mimi binafsi nimefaidika. Mwanangu mmoja kasoma chuo kikuu cha nani Muslim kilichokuwa kule kwaitwaje Mbale, kamaliza katika mazingira ya Kiislamu. Nashukuru hilo. Kwa hiyo kule kuna elimu pia za kisayansi, uzuri wake. Hapa kijana anaweza kafaulu vizuri masomo ya sayansi kiasi cha kwamba anaweza akawa daktari, injinia, lakini utampeleka wapi katika vyuo vikuu vya Kikristo? Kwa hiyo akikaa anaathirika kwa yoyote, hata kama alikuwa na dini kiasi gani. Kwani tunaona kuna vijana wamesoma primary yetu wamehifadhi Qur'ani, lakini walivyokwenda kwenye masekondari ya serikali, wallahi Qur'ani imepotea, akhlaki zimepotea. Kana wasichana walikuwa wakivaa hijabu full, wanafika kwenye mashule wanatembea vichwa wazi, wanatembea, dini imewatoka. Wazazi hawakuwa na ghera ya kusimama na watoto wao mpaka mwisho wa uhai wao. Wamewaachia kwa ile sera inaambiwa elimu bure. Lakini mkae mkijua ndugu zangu, bure inaua. Bure inaua. Kwa hiyo ni lazima watu wajizatiti Waislamu kuanzisha vituo vyao. Jingine muhimu ndugu zangu katika imani,
Waislamu tuanzishe mfuko maalum wa elimu kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu. Vijana wetu wengi sana ima kwa kupitia mikopo ya serikali, lakini wengi wanaachwa hawapewi mikopo. Lazima kuwe na mfuko ya kuwasaidia, japo kuwapa mikopo ambayo haina riba ili wajiendeleze. Kuna vijana tunawajua, tumewalea, wamesoma vizuri, watoto mayatima, wamefaulu masomo ya kisayansi na tumewajenga katika akhlaki, lakini hawakuweza kwenda kwa sababu hawakupewa na bodi na mikopo. Wamezorota majumbani, wamepoteza fani zao hizo. Kwa hiyo kuna haja ya kuwekeza katika hali kama hiyo, na Waislamu wawe wanahamasishwa, unaona, hasa wenye uwezo, kwa sababu ukweli, ndugu zangu, usiojificha, katika matajiri wakubwa hapa Tanzania ni Waislamu, na wanawekeza katika biashara mapesa mengi sana. Kuna miradi ya mamilioni ya mapesa, lakini nashangaa swala zima la elimu kwa Waislamu wamelifumbia macho, kwa sababu elimu ukianzisha chuo kikuu pia ni mradi wa kipesa. Si lazima kwamba eti watu wasome bure, lakini pia kutakuwa na namna fulani ya sadaka ambayo inatolewa kwa wale vijana ambao wana uwezo lakini ni mafakiri. Kwa kupitia vyuo hivyo wataweza kusoma vizuri katika mazingira mazuri. Wallahi, tuna watoto wasichana wetu wanamaliza vizuri, lakini hatujui tuwapeleke wapi, kwa sababu vyuo vilivyopo, na nyinyi mnapata habari kwenye vyombo vya habari, watoto wa kike wanaharibika mno. Wamepewa uhuru ambao kwa sababu wao miaka 18, mara nyingine wanakwenda kulala mabweni, wasichana na wavulana pamoja chumba kimoja. Sijui wewe Muislamu una roho ngumu kiasi gani kumruhusu mwanao kwenda katika mazingira kama haya. Kwa hiyo Waislamu waekeze katika mipango ya elimu mbalimbali. Tunao matajiri wako wanasaidia, lakini msaada mkubwa ni huu wa elimu jamaa. Msaada mwingine muhimu pia wa afya. Angalia wasoko Waislamu, hasa manaswara, wana hospitali mangapi ya rufaa. Waislamu nchi nzima hii usisikie bwana hospitali ya rufaa ilikuwa moja tu ya Waislamu yetu sisi, taasisi ya Ansari pale barabara 18, na pia nayo imefungwa kwa fitna za Waislamu. Kwa hiyo waekeze katika mipango ya afya. Wanatoa mapesa ya misaada kuwapeleka vijana India, lakini kama yani wagonjwa wa India, kama wataekeza kwenye mahospitali makubwa, itakuwa hakuna gharama kubwa ya kuwapeleka huko. Ni wao kuleta madaktari mabingwa, na ikiendesha hospitali kibiashara itapata ikiwa na wataalamu. Kwa hiyo wito kwa matajiri wetu wa Kiislamu wafanye mambo kama haya. Jingine, bahati mbaya, ndugu zetu matajiri Waislamu, hasa Waarabu maskini waliofadhiliwa na Mola kupewa mafuta, wamekuwa matajiri wakubwa sana hivi sasa, lakini mali zao wanaziangamiza katika mambo ya upuuzi. Nakumbuka katika muhadhara wa Sheikh Shamsi jana alizungumza katika mbinu zimeletwa na Waislamu kuwafanya Waislamu na mambo ya upuuzi tu basi, na katika upuuzi mkubwa uliowahodhi watu wengi hasa Waislamu, mambo ya mipira. Na bahati mbaya mpaka na mashekhe baadhi wameingia kwenye mabalaa hayo. Sasa mtashangaa jamani nikiwaambia serikali au klabu za mipira za Saudi Arabia zimemwajiri Cristiano Ronaldo awe ni mchezaji bingwa katika klabu yao kwa mshahara wa shilingi bilioni 49 milioni 400 kwa mwezi. Mngejenga mashule mangapi hapo na mahospitali mangapi? Sasa hebu niambie, serikali hizi kazi yake kudhamini michezo ya mipira ya kimataifa, mabilioni mangapi yamepotea Qatar katika World Cup. Na sasa nchi ya Saudi Arabia nao mwaka 30 nasikia na andaa. Hiyo hela ingetumika katika kunusuru Waislamu, mambo ya elimu na maradhi, Afrika yote ingefaidika, na sio Waislamu. Muone namna gani Waislamu ambao hivi sasa
hatujapata nusra ila tutaraji nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwisho ninachosema jamaa, tukithirishe dua ili kuleta mabadiliko, lakini mkae mkijua kwamba mabadiliko hayawezi kuja mpaka sisi wenyewe tuweze kujibadilisha. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwisho nasema in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. aqulu qawli hadha wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. barakallahu fikum. Asante.